Hujambo na karibu Teach Grace. Leo tunataka tuangalie diwani ya dunia ya washairi. Na shairi la leo limeandikwa na Timothy M. Arege kwa anwani kufaana. Kuna kufaana gani wakati sisi wamwaga jasho, nyumbani tuenda mkononi kitu hamna? Kuna ujenzi gani wakati nyinyi muenda miayo kwa mavune ya kula na kunywa, huku sisi twaenda miayo kwa uchovu na njaa ya kuliwa na kunywewewa na kibarua, ilhali sote tu washiriki wa moja shambani? Kuna haki gani nyinyi kuzidi kuamba na nyuso zenu kumeremeta kwa jasho la sisi waajiriwa wenu, ambao kama uzi tumeuma meno kuviunga vipande vya gauni la yako nafasi, huku kama mshumaa twaliwa kimya kimya kuyaangaza maisha yenu? Bado kidogo na wetu unyonge utaingia chachu itakayoumua ushirika wetu, nasi kwa sauti kuu tutaimba wimbo wa mapambano kuelekea kiini cha usawa. Pamoja tutashikana mikono na kwa sauti moja kuhimizana kuikabili dhulma na ukandamishaji kwa nguvu za muungano wetu. Tuisukumie leo hii ya leo machweo pembeni na kujivutia kesho ya macheo iliyo hatima yetu mikononi mwetu, ambapo kila juhudi yetu haitakuwa ganda la mua kwa chungu, bali kivuno kufu ya jasho letu daima kuchapo. Shaka hili ni shairi huru kwa sababu halijafuata kanuni za uandishi wa mashairi arudhi. Ukiangalia hata katika idadi ya mishororo kwenye beti, utapata inatofautiana, urefu wa mishororo wenyewe unatofautiana. Hivi ni kusema kwamba kuna mistari mishata na pia mistari kifo mle ndani. Mbinu, kuna kinaya. Wale ambao wanaenda kazini hawaendi na chochote nyumbani. Hawapati ujira unaofaa. Kuna tanakuzi. Wakipiga miayo kwa njaa, kuna waajiri wao ambao wanapiga miayo kwa shibe. Pia kuna nahau. Anaposema kwenda miayo, yawning. So tunaona kwamba ni kweli kinzani. Kuna mtu anaenda miayo kwa sababu ya shibe na mwingine anaenda miayo kwa sababu ya njaa. Na taswira, hasa taswira oni kwamba nyuso zenu kumeremeta kwa jasho la sisi waajiriwa wenu. Pale neno gauna limeweza kuswahilishwa. Kwa maudhui, kuna maudhui ya ukandamizaji, kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi, wale waajiriwa katika shamba, lakini hawapati haki yao. Kisha tunaona kitu ambacho tunaweza kukiita ubeberu. Anaposema nyinyi kuzidi kuamba na nyuso zenu kumeremeta kwa jasho la sisi waajiriwa, capitalism. Kuna huo ubeberu ambao unajitokeza pale na ukoloni mamboleo kwa kesi fulani. Ikiwa tunafanya kazi kwa shamba moja, inakuwaje kwamba kuna mmoja ana itifaki ambayo iko juu kuliko mwingine? Haya, kitu kingine tunaona kuna utetezi wa haki. Katika ubeti wa 4 anasema hivi: bado kidogo wetu unyonge utaingia chachu itakayoumwa ushirika wetu, nasi kwa sauti kuu tutaimba wimbo wa mapambano kuelekea kiini cha usawa. Hivyo wanatetea haki zao wakielekea katika usawa. Pia kuna maudhui ya uchochole, kuna umaskini. Anasema hivi: nafsi nini tumeuma meno kuviunga vipande vya gauni. Parchment. Kuna viraka pale kwa nguo zao. Huo ni umaskini ambao umekithiri. Kwa sababu ungekuwa nalipo vizuri, unanunua vazi jema kama hili langu, unapendeza kwalo. Lakini wakati unapata unafanya kazi lakini upewi ujira unaofaa, unapitia changamoto katika kazi, bila shaka unapata kwamba
umeshinikizwa kuweza kuviunga vipande vya gauni ili upate mavazi. Pia tunaona maudhui ya kazi pale. Kuna kufaana gani wakati sisi wamwaga jasho nyumbani twaenda mikononi kitu hamna. Wanamwaga jasho, kuna maudhui ya kazi pale. Pia kutakuwa na maudhui ya ushirika, anaposema kwamba itakayoumua ushirika wetu. Hivyo baada ya wao kuja kuangalia, twateseka sisi wote, waamue kuungana, ule ushirikiano utachangia kuendeleza maudhui ya ushirikiano. Ukiulizwa umbo la shairi hili, bila shaka halina kibwagizo. Shairi hili lina mistari ambayo imetofautiana kiidadi kutoka mshororo moja hadi mwingine. Aidha kuna kipande kimoja kwa mshororo. Hapana urari wa vina na hata pia hapana urari wa mizani. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na wadha wako BK Robo. Zidi kusubscribe, share na kulike hii video. Nawapenda sana. Na pia sisahau kutuma ujumbe hapo kwenye kikasha. Please do comment. Tuma inbox. Ili tujue. Pia mnaweza nipa ideas za mambo ambayo mnaweza taka kuyaona. Hadi wakati mwingine, kwaheri.